Na mpenzi mtazamaji wa Star TV, karibu kwenye kipindi cha msosi wa leo. Kwenye msosi wa leo basi kunani? Kwenye msosi wa leo, kipindi ambacho kinakuletea aina tofauti za mapishi, na wewe mpenzi mtazamaji unapata fursa ya kujifunza. Leo tuko wapi? Leo tupo chuo cha VETA kilichopo Chang'ombe jijini Dar es Salaam. Ninayokaribisha kwa siku ya leo naitwa Christina Mbezi. Karibu sana, twende tukapike pamoja mpaka tukapakue pamoja. Kuna mambo gani basi ambayo utaweza kuyasikia? Leo utasikia mengi, kwani nipo na mwalimu kutoka katika chuo hiki cha VETA ambaye atakueleza yale ambayo anawafundisha vijana wake. Kwa sababu unaona leo nimezungukwa na vijana wengi sana. Unajua fani ya upishi sasa hivi ni ajira. Vijana wengi wanajikita katika fani hiyo, wanaweza kujiajiri wenyewe baada ya kuhitimu mafunzo yao. Kwa hiyo VETA wametambua hilo na kuona si vibaya basi wakaweza kuwa na kozi hii ambayo inawawezesha vijana kujiajiri wenyewe. Lakini mengi, mwalimu ngoja nimkaribishe. Katika chuo cha ufundi VETA Chang'ombe kuna fani za aina mbalimbali. Mojawapo ikiwepo fani ya hospitality. Hospitality ni fani iliyozungukwa na hotel management, food production, pamoja na somo la bakery, uokaji wa mikate pamoja na keki. Somo hili la mapishi pamoja na uokaji tunafundisha vijana wa aina mbalimbali, kwani somo la mapishi sasa hivi limeshika hata mkubwa sana. Wanafunzi wengi wanajifunza hapa na wanaweza kujiajiri hata kama wasipopata ajira katika mahoteli mbalimbali. Ni rahisi kabisa kwamba mtu asiyekuwa na ajira akaweza anajua kutengeneza mkate vizuri, akafungua sehemu yake na akatengeneza mikate ambayo ni mizuri na akajikuta amejiajiri pasipo kuhangaika kutafuta ajira. Leo hii nitawaletea somo la uokaji wa mikate. Tutatengeneza aina ya mkate unaoitwa rich bread. Wanafunzi unaoona hapa wananizunguka ni wanafunzi wa hotel management ambao katika masomo yanayozunguka hotel management ni food production, housekeeping, front office pamoja na service. Leo tuko nao katika somo la food production na watajifunza kipengele cha mikate. Mbele yetu tuna mahitaji ambayo tutaenda kutumia kwa ajili ya utengenezaji wa mkate. Tuna unga wa ngano, na mayai, tuna sukari, tuna maziwa, tuna hamira, tuna siagi na pia tuna chumvi. Alafu tuna maji ya uvuguvugu. Tunaanza kuchanganya vifaa vyetu kwa pamoja kwa ajili ya kutengeneza mkate. Unga wa ngano nusu kilo. Tunachanganya hamira kijiko kimoja, 1 tablespoon. Teaspoon sugar. Tunaweka sukari vijiko vitatu. Tunaweka chumvi kijiko kimoja cha chai, 1 teaspoon. Vile kabla hatujaanza kuweka mayai na siagi, tunakoroga kwanza ile hamira ikorogeke kwenye unga. Baada ya hapo tunaendelea kuweka mayai. Lazima ugonge yai, uvunje pembeni, kwa sababu usije ukakuta yai bovu ukachanganya moja kwa moja kwenye mchanganyiko. Alafu tunaweka margarine.
kisha tunachanganya. Changanya kuhakikisha kwamba mchanganyiko wote umechanganyikana. Naongeza vijiko viwili vya maziwa. Kisha naweka maji ya uvuguvugu. Naanza kukanda kutumia mkono. Nachanganya, hakikisha kwamba unakanda unga huu mpaka unakuwa kamati kwenye mikono yako. Wanafunzi, mnaelewa lakini? Ndio. Unaona dola langu? Sio gumu wala sio laini ile sana ya kushika kwenye mikono. Unakanda mpaka unahakikisha kwamba linaachia lenyewe. Sawa? Baada ya hapo tutaliweka kwa muda wa dakika 20 mpaka 30 ili lipate kuumuka. Hii ndio style basic ya mkate. Kwamba mkate wowote lazima upitie stage hii hapa. Sasa ni aina gani ya mkate, ni shape gani ya mkate itafuata pale wewe kwamba unataka mkate wa aina gani. Unataka kutengeneza scones, unataka utengeneze croissant bread, unataka utengeneze mkate wa shape gani, ni pale wewe unajua niweke katika nani gani nayoitaka. Lakini baada ya kuumuka, halafu tukalikanda tena, kisha tukakata zile shape zinazotakiwa. Sababu ya kuumua kwanza halafu ndipo tuje tukate shape ni kwa sababu mkate unapoumuka moja kwa moja una nafasi zinajijenga kule ndani. Sasa ikiwa umeshakata shape, zile nafasi zinabaki hivyo hivyo. Ukienda kuoka mkate unaiva halafu ndani kunakuwa kumebaki hewa. Ukishika mkate hivi unasinyaa, unabaki mdogo. Lakini ukiukanda mara ya pili, halafu ndipo ukakata shape unakuja kuiva ukiwa umejaa ndani moja kwa moja. Tuko pamoja? Ndio. Asante. Sasa mkate wetu umeumuka. Umeona? Umeumuka, yani umedabo, umekuwa double size. Unaona? Nafasi zote kama imejaa ndani. Huu mkate sasa na ukanda mara ya pili kama nilivyowaambia hapo mwanzo. Sawa? Ninakanda, ninapokanda hivi ni kwamba najaza zile nafasi ambazo zilibaki wazi wakati umeumuka. Kuna watu wengi wanakula mikate na lalamika kwamba ndani ni sponge tu. Unaona? Mkate unakuta ukiuona pale kwenye kabati ni mkubwa, lakini ukiuminya hivi unakuwa mdogo. Unasinyaa wote. Kwa hiyo tunakata mara ya pili, tunaziba zile nafasi, halafu tunaanza kukata shape ambazo tunazitaka. Hapa dole letu liko tayari. Naomba hicho kisu.
napaka mafuta ili kuzuia ule mkate kukamatana kwenye chombo, hata ukiiva uweze kutoka kirahisi. Kwa sababu ukiumuka utakiwa kuweka ukajaza huko. Unapoumuka tena utajaa. Sasa ninataka mkate huu unapoiva uwe umeshaiva moja kwa moja. Ninapaka mayai ili mkate wangu uwe moja kwa moja unapoiva unakuwa una shine. Sio natoa kwenye jiko alafu naanza kupaka mafuta. Naweza nikaweka mayai mwanzo. Naweza kupaka mayai au nikapaka maziwa. Pia naweza kuhitaji kuweka ufuta juu yake. Baada ya kupaka mayai, chukua ufuta kidogo na nyunyiza juu yake. Zaidi ya shape kama hizo kwenye mkate, pia tunaweza tukatengeneza shape za croissant. Sasa wanafunzi jaribu kutengeneza hizo ili na mimi nione namna gani mnafanya. Karibuni. Swap. Ni kitu
gani ambacho kimekusukuma mpaka ukaingia katika mafunzo ya fani hii ya upishi? Fani hii nimeisomea kutokana na fani niliyosomea mwanzo ya mapambo. Ili kupata soko kwa haraka la mapambo, lazima nijue na kupika ili nivutie wateja wangu, ili kukamata fani zote kwa pamoja. Nikipata oda ya kupamba, napata na oda ya upishi wa chakula. Pia kingine kilichonivutia kutokana na vijana wengi wa kiume hawapendi kusoma fani hii. Kwa natoa changamoto kwa vijana wote wa kiume wasichague kazi. Kazi ni kazi, na mojawapo kazi ni nzuri ni hoteli, kwa sababu ajira zake zinapatikana kwa urahisi. Na ushauri wangu kwa vijana, mimi nahamasisha vijana wote waache kukaa mitaani, waache kufanya nini, waje wasome. Kama wakikosa kuajiriwa, basi unaweza kujiajiri wenyewe na wakaanza kuendesha maisha yao kila siku. Mimi fani hii nimeipenda kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda kutoka rohoni mwangu. Napenda kupika na pasipo kupata ajira naweza nikajiajiri mwenyewe kutokana na mafunzo niliyopata kutoka hapa VETA. Kwa hiyo ninachoshauri kwa vijana wenzangu, nakaribisha hapa VETA mkajiunge na fani hii, kwa maana ni fani ambayo inatufaa sisi vijana. Pasipo kupata ajira kwa mahotelini, unaweza ukajiajiri mwenyewe. Mpenzi mtazamaji, natumai umeweza kuona hatua za awali mpaka hatua ambayo imefikia hivi sasa, ambapo mpishi wetu kwa siku ya leo ambaye ni mwalimu Francia Mushi kutoka chuo cha VETA kilichopo jijini Dar es Salaam maeneo ya Chang'ombe, akiwafundisha vijana. Na pia hivi sasa vijana wametoka kuzungumza kwamba wao wamekuwa na mwitikio kwa sababu gani ya kuingia katika fani hii ya upishi. Ni fani ambayo wanaona kwanza hata usipoajiriwa unaweza ukajiajiri mwenyewe, na pia wametoa ushauri na wito kwa vijana wengine kujiunga katika mafunzo ya fani ya upishi. Basi sasa nimwache mpishi Francia Mushi ambaye ni mwalimu wa wanafunzi katika chuo hiki kuhusiana na swala zima la upishi, aendelee hatua inayofuata aweze kuendelea nayo. Tuone ni nini mpaka mkate utakapokuwa tayari. Na unaona mikate yetu imetengenezwa katika maumbo tofauti tofauti, kwa sababu unaambiwa mapishi ni ubunifu, na kitu kama hiki kinakufanya wewe mlaji kuvutiwa. Mwingine atavutiwa na